Haya mambo hayapendezi. Nimesikia hali ya aina hiyo Kiteto, mnazo hizo rasharasha hizo. Mimi nimetangulia kuwatonya, acheni hiyo. Jikiteni kutatua masuala ya wananchi, kero za wananchi, kusukuma miradi ya maendeleo, kusimamia miradi ya maendeleo. Kwenye eneo ambalo pana matatizo kama yale, mnatoa wapi muda wa kugombana? Eti watu wa Kiteto, mnatoa wapi muda wa kugombana? Zimechotwa fedha kwenye miradi ya maendeleo. Na hiyo nimesema tutachukua hatua. Zimechotwa fedha kwenye minada. Ninyi mnatoa wapi muda wa kugombana? Hili ni onyo lenu la mwisho. Mimi nitaendelea kutumia vyanzo vyangu kupata taarifa. Acheni mambo binafsi. Acheni ubinafsi. Fanyeni kazi mliotumwa. Kila mtu ana nafasi yake. Mnagombania kitu gani? Mkurugenzi, unataka kuwa mkuu wa wilaya? Unataka kuwa mkuu wa wilaya? Mkuu wa wilaya yako atoshi? Mnagombania nini? Aibu hiyo. Wewe unataka kuwa mkuu wa wilaya? Mnagombania nini? Mnatoa wapi muda wa kugombana na fedha ya umma imepotea pale? Mkuu wa wilaya, unataka kuwa mkurugenzi? Mnakaje nasikia minongono huku na huku? Mwenyekiti wa halmashauri, nimefanya ziara, nimesikia hiyo, nitathibitisha. Nimeshatuma watu wangu nipate uthibitisho, lakini nimewatonya, acheni. Sisi wala hatuhitaji muwe marafiki, hatujawatuma mkawe marafiki. Sisi tumewatuma mkafanye kazi. Ndio. Haya, kaeni. Tumechukulia kwamba umri wenu ni mdogo, tuwape kwanza fursa ya kuwaonya kwamba msifanye mambo ya aina hii. Babati mjini, shida yenu ninyi na nyie ni nini? Nini mnagombania? Eti mnamdharau mwanamke? Mkuu wenu wa wilaya hatoshi? Mnataka kuwa mkuu wa wilaya? Shida iko wapi? Tunataka miradi iende. Ninyi mnakaa kila siku tunapata vidondodondo vya hivi. Mnajitambua kweli dhamana mliopewa kweli? Sitaki kusikia mambo hayo. Na narudia tena kusema, wala hatujawatuma mkatengeneze urafiki. Tunataka mfanye kazi. Mnatoa wapi muda kusikia mizozo? Watu wa kata wakisikia wafanyeje? Yaani kama kuna mzozo wa wilayani, mnataka watu wa kata wasikie wafanyeje? Kwa kero zile wananchi walizo nazo, mnatoa wapi muda nyewe wa kugombana? Tujikite kutatua kero za wananchi. Ndio. Tunataka watu wajikite. Watu wapoteze muda kupambana na kero za wananchi. Sio majungu, umbea. Haya, tukae. Hanang, mkurugenzi yuko wapi? Mkuu wa wilaya? Mwenyekiti wa halmashauri yuko wapi? Tumemaliza uchaguzi juzi tu. Ninyi mmeanza kupangana safu.
Unajua ningekuwa naongelea Dodoma sijafanya ziara, mngesema nasingizia wananchi hawana kero. Nyie hamjaona wananchi wakiwa na mambo yao? Eti ninyi hamjaona? Hamjaona? Mnapata wapi akili ya kuwaza uchaguzi mara hii? Tumetoka juzi kwenye uchaguzi. Nyie mnaanza kupangana na uchaguzi badala ya kushughulika na kero za wananchi. Napangana safu. Mtapitia chama gani? Na ninyi wataalamu mnapangana safu za nini? Nyie mmetumwa kwenda kutafuta wabunge Hanang'? Tunataka watu wajikite kushughulika na kero za wananchi. Ndio, watu wajikite kushughulika na kero za wananchi. Kila ngazi watu wapambane na tushughulike na kero za wananchi, tushughulike kusukuma miradi isonge mbele, miradi ikamilike kwa wakati, ikamilike kwa ubora. Mwenyekiti, unataka kuwa mbunge? Haya, tukae. Ndugu viongozi na watendaji, kutokana na umuhimu wa sekta ya afya, serikali imeendelea kujenga na kukarabati miundombinu ya kutolea huduma za afya, kuongeza dawa, vifaa tiba, vitendanishi katika vituo vya kutolea huduma za afya, pamoja na kuimarisha huduma za kibingwa na za kibobezi, bingwa bobezi, kuweka mazingira wezeshi na kuikaribisha sekta binafsi pale ambapo tunaweza tukatumia njia hiyo. Leo niliridhia kutembelea na kukagua jengo la mama na mtoto katika hospitali ya Haydom, ikiwa sehemu ya serikali kuunga mkono jitihada hizo za kushirikiana na sekta binafsi. Nielekeze Wizara ya Afya na uongozi wa mkoa mweke kipaumbele cha kutembelea hospitali zinazoendeshwa na taasisi mbalimbali ili tujue wanakutana na matatizo gani. Kesho wananchi wa kuzunguka hospitali ya Haydom walitaka niwe na kikao nao. Sasa mkuu wa wilaya utaniwakilisha katika eneo lile mnalofanyaga mkutano. Mheshimiwa mbunge, waandae watu wako, mkuu wa wilaya ataenda aongee nao katika eneo tunalofanyaga mikutano pale Haydom. Nyinyi mnajua. Nimepokea lile ombi, nikaona ni muhimu kwa mkuu wa wilaya tuwakilishe. Tutajua mahitaji yao ilikuwa ni nini. Kwa upande wa sekta ya maji, tumepokea hoja kama ambavyo tumetoka kuzijibu, maelekezo mahususi, na Mheshimiwa Naibu Spika upo, nilisema na pale tuendeni tuwaunge mkono wenzetu wa Wizara ya Maji. Maji hayana mbadala. Tuwe na budget, tutumie mitambo ile kwa kadri iwezekanavyo. Mitambo hiyo isikaekae. Sisemei nyie watu wa Manyara, lakini upo utaratibu wa watu kupenda kutekeleza miradi ya zabuni. Utashangaa bajeti zinatanguliza kwenye zabuni, bajeti inapatikana ya zabuni. Lakini tuna mainjinia na tuna mitambo. Hivi kweli nyie mainjinia mliopo mnashindwa hata kujenga bwawa? Wazee wetu walikuwa wanajenga mabwawa kwa jembe la mkono. Nyinyi mnashindwa kutumia mtambo kujenga bwawa kweli? Au kwa sababu mimi sio engineer? Kwa hiyo kila halmashauri, kila mkoa, jipangeni.